Oh yes, God bless you kutoka pande na maeneo yote ya dunia. Leo nitakufundisha dalili 5 kuwa Mungu anakuonya. Ukiona dalili hizi kuu 5, tambua kuwa Mungu anakuonya. Mungu kabla hajatoa adhabu kwa mtu yoyote yule, ana karakta ya kuanza kutoa onyo. Sasa endapo utaona dalili hizi kuu 5, yamkini kuwa umekengeuka ama umeiacha njia ya Mungu na Mungu ameamua kukuonya ili usiweze kuangamia. Kuna watu wengi waliwahi kuonywa na Mungu. Kuna wafalme wengi waliwahi kuonywa na Mungu. Na leo nitausanisha mafundisho ya kitabu cha Biblia na maisha ya kawaida ili uweze kutambua utakapoona dalili hizi kuu 5. Ufahamu kuwa Mungu anakuonya. Dalili ya kwanza ni utaanza kuota ndoto. Ukisoma kitabu cha Biblia, kuna mfalme alikuwa anaitwa Farao. Farao aliweza kuota ndoto. Ng'ombe 7 walionona na ng'ombe 7 waliokonda. Ng'ombe 7 waliokonda walikuwa wanawala ng'ombe 7 waliokonda, lakini ng'ombe 7 waliokonda hawakuweza kupata afya wala kunenepa. Lakini ndoto hii iliweza kutafsiriwa na mfungwa aliyekuwa akiitwa Yusufu. Mungu alikuwa anamuonya juu ya miaka 7 ya njaa na miaka 7 ya chakula kingi. Aliweza kupewa onyo kupitia ndoto ili aweze kuweka akiba ili taifa lisiweze kuangamia. Lakini dalili ya pili ni una uwezo wa kutokewa na malaika. Malaika anaweza kutokea kwa njia ya ndoto ama kwa njia ya maono, ama anaweza kujidhihirisha tu kwenye mwili wa mwanadamu. Ukisoma kwenye kitabu cha Hesabu, kulikuwa kuna nabii wa wapagani ambaye alikuwa anaitwa Balaam. Alialikwa na Balaki ili akawalaani wana Israeli. Alikuwa amepanda punda, lakini malaika mwenye upanga alitokea katikati ya barabara kwa lengo la kumuua Balaam. Lakini punda alimuona, akakatisha njia na kwenda kwenye kichaka. Balaam alikasirika, akampiga sana ule punda. Ndipo malaika wa Mungu akajizilisha kwa Balaam, akamwambia, huyu punda leo amekusaidia. Asingelikuwa huyu punda, leo ulikuwa unaangamia. Kumbe malaika wa Mungu anaweza katokea kwenye maisha ya mtu ili aweze kumuonya asiweze kuangamia. Mungu huwa anatumia vitu vingi sana kuonya watu. Lakini dalili ya 3 ni ugumu fulani ama matatizo yanaanza kutokea kwenye maisha yako. Yona alitumwa na Mungu aende kupeleka habari njema kwenye taifa la Ninawi. Lakini Yona alipanda merikebu kwenda sehemu nyingine. Katikati ya merikebu yakaanza kutokea matatizo mpaka akamezwa kwenye kinywa cha samaki mkubwa na kumezwa tumboni kwa sababu tu alikataa sauti ya Mungu. Mungu aliweza kumpa onyo. Kitendo cha yeye kupata matatizo ya kumezwa na samaki, lile lilikuwa ni onyo. Lakini Biblia inasema kwenye kitabu cha Methali 16 mstari wa 9, Biblia inasema moyo wa mwanadamu hupanga njia yake, lakini Bwana ndiye aongoza hatua zake. Yani moyo wa mtu una uwezo kupanga njia fulani, lakini Mungu ndiyo ana uwezo wa kuongoza hatua za huyo mtu. Huo usemi unaweza, ama hayo maandiko matakatifu yanaweza kufanana na usemi unaosema sisi wanadamu tunapanga ila Mungu ndiye huwa anaamua. Lakini utakapoona dalili hii ya 4, tambua kuwa Mungu anakuonya. Ni kukosa amani ya moyo kwenye jambo fulani ambalo unatamani kulifanya. Yamkini labda unataka kuoa au unataka kuolewa na Mungu anataka kukuonya, huyo mtu sio mtu sahihi. Unaanza kukosa ile peace of mind.
unaanza kukosa ile amani ya moyo, unaanza kukosa tulizo la moyo, unaanza kukosa ule uweledi wa ndani kabisa. Mungu anaweza kaongea na mtu hata kwa njia ya hofu. Unaanza kuwa na mashaka. Tambua ni Mungu anakuonya. Lakini dalili ya mwisho kabisa ni Mungu anaweza kutumia watu wenye hekima wa kushauri. Mungu anaweza kutumia watu wenye busara, watu wenye hekima waweze kukushauri. Mungu anaweza kutumia ndoto aweze kukuonya. Mungu anaweza kutumia malaika. Biblia inasema Mungu anaweza kukuletea ndoto. Mwanadamu anaweza kupata ndoto kwa mara ya kwanza, kwa mara ya pili, japokuwa mtu huyo wala hata ajali. Yaani utakapoona ndoto fulani, unaiota aidha kwa mara ya kwanza, unaiota tena kwa mara ya pili, kwa mara ya tatu, usipuuze. Biblia inasema watu wa hivyo ambao huwa hawajali, kuna mambo makubwa inawezekana yakawa mazuri au mabaya yanaweza kawatokea. Cha kufanya utakapoona dalili hizi kwa 5, jitahidi sana uweze kuirudia njia ya Mungu. Yamkini ulimwacha Mungu panapokupenda ama pasipokupenda. Ulitaka ama hukutaka. Jitahidi uweze kurudia njia ya Mungu ili mambo yako yaweze kuwa vizuri. Niite mtumishi wa Mungu na mpako mafuta ya Bwana. Call me Leo Yazel. God bless you. Till next time.